sana kwa msiba ambao sana. Shukrani sana. Wewe ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa kuliunda kundi la East Coast Team, na ni familia kabisa. Mmoja kati ya kitu ambacho ni pigo ni msiba huu ambao wa mama yetu, kwa maana mama yake na AY, mama yake na JK. Ndio hapo msibani. Na wewe kwa ni mmoja kati ya watu ambao wameshiriki kwa karibu sana. Sasa ningependa kujua taarifa jinsi ambavyo ulizopata, na kama uliongea na rafiki yako kwa maana ya Maka JK alisemaje kuhusiana na msiba huu? Kwa sababu mimi nilipokea ujumbe, sikuambiwa kwa simu. Kwa hiyo nilipopata taarifa kutoka kwa mdogo wake JK ndio nikafahamu mama, kwa sababu nimeamka ndio nimekuta ujumbe tayari kama mama ameshatoka. So ilikuwa ni kitu cha kustusha, kwa sababu mama yetu ametolea hapa. Unaona wengine ambao tulikuwa tunatoka mikoani huko tunakuja hapa, ndio mama yetu anatuangalia. Unaona, kwa hiyo huu ni msiba wa wote. Ndio maana umeona hata members wengi wa East Coast wote wamekuja na marafiki. Ndugu jamaa na marafiki wamejitokeza kwa wingi kutokana na jinsi tulivyoguswa na msiba wa mama yetu. Na kwa jinsi ambavyo ulikuwa ukimfahamu mama, kipindi kile mko hapa na kundi lenu makutano ndio hapa, mama alikuwa ni mtu wa namna gani enzi za uhai wake? Mama alikuwa mcheshi, na pia unajua ukiwa na mzazi mwalimu kidogo kuna discipline na kwa kidogo imechangamka. Kwa hiyo alikuwa ni mtu anayependa kuona watoto wake au marafiki wa watoto wake wakiwa katika muonekano au hali ya kinidhamu zaidi, unaona. Kwa hiyo ndio ilikuwa hivyo, na isitoshe yani tumeshirikiana kuanzia upande wa mzee wangu aliondoka, mzee wake JK amefariki pia, mama akafariki, na sasa hivi ni JK tena, unaona. Kwa hiyo ni yani vitu hivi kama hivi pamoja na muziki vimetuunganisha sana, unakuwa ndugu kama. Unajua kwenye hali ya kawaida mama zetu ndio watu ambao wanatuweka chini vijana tunapokuwa tumekengeuka. Unakumbuka ni kitu gani ambacho mlifanya na mama aliamua kuwaweka chini, kuwaweka sawa sawa nyinyi kwenye kundi lenu la East Coast? Hapana, sijawahi. Labda alikuwa akiongea na JK, lakini mimi hajawahi kusema aniweke chini na kunikanya kitu, kwa sababu mimi mambo yangu mengi yamenyooka. Kwa hiyo I don't think, sio kwamba mtu ukosei, lakini I don't think ilifika time ya kusema hem tukae chini mtoto wangu tuongee. Haikuwa kufika level hiyo. Na ni kitu gani ambacho kitakufanya uendelee kumkumbuka mama huyu? Kwa sababu aliwalea kama kundi, aliwalea kama watoto wake, aliwaunganisha, na alikuwa anatumia eneo lake kuhakikisha kwamba mnakaa na mnafanya mambo yenu kama vijana. Kitu ambacho utakikumbuka? Of course, kwanza kuamini vijana kwa wakati huu, na mnaingia katika industry ambayo haikuwa ina reference nyingi. Ilikuwa ni kitu cha kuamini watu, kuamini kama okay, wewe umeamua kuchagua njia hii, basi mimi naamini utaweza kufanikiwa na utafanya mambo mengine. Unaona, so ilikuwa ni vision yake nzuri. Ni hicho tu ambacho naweza kusema kwa upande huo. Na zamani mitandao ya kijamii ilikuwa hamna, labda uende kwenye internet cafe na vitu kama hivi. Yes. Magazeti yalikuwa yanaandika sana, na kipindi kile East Coast tunakumbuka kwamba mlikuwa mna beef kubwa sana la kimuziki na Walumendago kwa maana ya Temeke. Mama kwa mara ya kwanza kuona East Coast imeandikwa labda vizuri au vibaya kwenye gazeti, ashawahi kuwapa ushauri wa aina yoyote au kuuliza lolote kuhusiana na hilo kipindi kile? Hapana, lakini nadhani yeye mwenyewe atakuwa alikuwa anaona ni ushindani wa muziki kama unapokuwa ushindani wa soka na sehemu zingine. Na hakika alishaona, na hakika, lakini hakuwa katika mazingira, kwa sababu hata kama ilikuwa ni Team K inashindana na East Coast Team, lakini wakina KR Mula wale, wakina Temba nani wote walikuwa wanakujaga na tunakaa pamoja nao na kila kitu. Na ilipofika ile kipindi ambacho East Coast wakamkaribisha Otaini akiwa anatokea Temeke, labda mama akushangaa? I don't think kama alikuwa amefocus sana na mambo yetu zake, yani ya muziki moja kwa moja kujua kila hatua ambayo tunaifanya. I don't think so. Neno lako kwa msiba huu mzito ambao umetukuta wakati tunakaribia kwenda kumpumzisha mama yetu kwenye makaburi ya Kinondoni? Tunashukuru watu wote waliokuja, vyombo vya habari, wasanii zetu, marafiki zetu, ndugu zetu. Tuendelee kumwombea mama yetu apumzike kwa amani. Maana tunajua kila mtu lazima ataonja nafsi. Kutana na mauti. Kwa hiyo ni kuombeana na kutenda mema kwa wengine kama mama yetu alivyotendea sisi mema. Unaona?
wanaposema kifo ni funzo. Kwa naye pia unapata time ya kutafakari kwamba mimi anytime ataondoka. Wewe ni uache alama nzuri kwa watu, kwa sababu mama mwenyewe alikuwa mwalimu, alikuwa tambaza, alikuwa CBE. Nikiona hata watu wanapomuongelea ni kama ni watoto wengi wa wazazi wengine wamepitia kwenye mikono yake kwa njia moja nyingine, kielimu, kimafunzo, kawaida, maisha ya kawaida. Kwa hiyo la msingi ni kwamba tumuombee mama yetu apumzike kwa amani na tuendelee kujitafakari kwa ajili ya maisha yetu ya sisi ya mbele zaidi. Bwana ni AY, mmoja kati ya wanamuziki mwenye heshima kubwa na amechonga barabara kwa muda mrefu kwenye game ya muziki, akiwa anatokea kwenye kundi la East Coast, lakini bado anaendelea kubisha kwenye game. Mimi naitwa Gabi Mtanzania.